Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa naona watu wana maswali. Sijui ni yupi. Mhusika hapa ni huyu. Ambaye amekataa kuwa peke yake, ameona apate wa kufanana naye. Basi naomba nimlete mchumba wake. Naomba wimbo mzuri, sio huo tena.
Wamependeza hawajapendeza? Nzuri sio nzuri? Kukaa na Bwana ni vizuri sio vizuri? Kujitunza safi sio safi? Wametunzwa hawa, hatimaye safi leo wanaenda kuanza maisha mapya. Mwalimu wa watoto wako wanatuingilia kwa mlango mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutaomba wahusika mgeukie madhabahuni. Hagai ikiwa huko msimamizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu bwana Hagai Mbembela ndo anayetutangazia leo chumba wake. Wote hao ni vijana wetu wa mahali hapa, lakini kwa sababu wote wametoka hapa, tunampa nafasi ya vijana wetu wa kiume ambaye anayetangaza. Kwa hiyo tutaomba kijana, kama una maneno machache ya kuambia ndugu zako katika Kristo Yesu, furaha ulionayo, namna ambavyo umefikia hatua hii, umeamua. Alafu baadaye tutampa binti naye kwa maneno machache ya shukrani, namna Mungu alivyomwezesha mpaka kufika hapa. Alafu tutavalishana ile pete ya uchumba. Kwa hiyo niombe maneno machache tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa hatua hii aliyonifikisha. Mungu kweli amefanya kama nyimbo yenyewe inavyojieleza. Pia napenda kuwashukuru watu wote kama kanisa, watumishi wa Mungu wote mliohudhuria katika sherehe yangu hii ya kutangaza uchumba wangu. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Toto bwana, ukijaa uwepo wa Mungu wala huna maneno mengi, machache yenye msingi mzuri. Safi kabisa. Anamshukuru Mungu leo amemfanikisha hatua ya kwanza ya kuweza kutambulisha uchumba hapa kanisani kwa ndugu zake. Tumpe binti naye aweze kusema maneno machache. Hakika ni Mungu amefanya, maana sio kwa akili zetu, ni yeye tu aliyeko upande wetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumewaona sasa huyo ndo Hagai na huyu ni Agnes. Nafikiri Wanashilo mnawajua. Wote hao wako vizuri na Mungu. Mimi nimewalea kwa muda niliowalea, lakini hawana makando kando. Hagai nimekuwa naye karibu sana toka alipoamua kumpokea Yesu, kambatiza mwenyewe, kamweka karibu sana. Hana makando kando. Wana elimu ya duniani na wana elimu ya Mungu pia. Na hata Mungu alipoamua kuwakutanisha haikuwa rahisi, kwani hatua sana. Lakini nilipokaa na binti nikaona wote wanamsema Mungu, kwamba Mungu amenithibitishia, Mungu aliniambia. Kwa hiyo sina mashaka kuwatangaza leo kwamba wawili hawa ni wachumba. Kwa hiyo kama kuna kijana wa kike ulikuwa unawaza moyoni kwamba sijui Hagai ataniona, umechelewa. Mungu ameshamwonyesha mahali pake. Bwana mpigia magoti, tunashukuru kwa magoti. Ameshamwonyesha aliye wa kwake.
Kama kuna kijana ulikuwa unalala unasema Agnes. Agnes. Mungu anajiweka weka karibu, ukiwa naye unacheka mwenyewe. Wala usikasirike. Umefanya nini? Umechelewa. Agnes ameshaonyeshwa wa kwake. Kwa hiyo wana muda mchache wa kuchunguzana kwenye uchumba. Uchumba ni muda wa kufanya nini? Wa kuchunguzana na kupata uthabiti kwamba ni kweli Mungu amefanya, ni kweli Mungu ni huyu, kwa muda mchache. Uchumba hatupendekezi uzidi miezi 6. Bwana asifiwe sana. Wasije wakaingia kwenye majaribu. Kwa hiyo tunaamini watakuwa na muda mchache wa kuchunguzana usiozidi miezi kadhaa hivi, alafu tutakula pilau hapa. Tunatamani kweli ingekuwa kwenye kanisa jipya. Nikiwa kule sipati picha itakuwaje, lakini najua kama watavutavuta miezi 4 hivi tutakuwa tushahama. Toka wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 tutakuwa bado tu. Yaani tutaamuru hela zitoke hata mbinguni zije. Kwani kule pakubwa, si ndio? Naona watu nilikuwa naona wengi wanatamani kuingia kuja kucheza. Lakini hapa pametubana. Yaani ni nguo inayotubana. Kule pakubwa sana. Kwa hiyo tunajua Mungu anaweza kufanya hii harusi ikawa kule. Bwana Hagai, unataka kuweka alama gani kwa Agnes? Kwamba jamii na wanashiro wanapomwona kokote wajue kwamba Agnes sasa ni mchumba wa mtu. Tumeona kwenye Rebeka, baada ya kukubali Rebeka kwamba ni mchumba wa Isaka, yule bwana aliyetumwa na Ibrahimu alimvisha Rebeka pete ya uzani, si ndio? Umesoma ile sura, simeona pete kwamba huyu sasa ni mchumba wa mtu. Bwana Hagai, umeandaa alama gani? Unataka kumfunga kamba? Unataka kumbabua na moto kidogo? Maana wengine nimeona anaozeshana mchumba na kubabua moto kidogo. Kovu wetu ndio mchumba wa mtu. Hizo alama za kuzimu sisi hatuna. Sisi tunafuata kwenye Biblia, si ndio? Umeandaa alama gani? Nimeandaa pete ya uchumba. Haleluya. Naona pete alama gani hii? Nyekundu, si ndio? Inawakilisha ishara gani? Ya upendo. Hagai anampenda mchumba wake kama Yakobo alivyompenda Raheli. Yakobo anasema niko tayari kukutumikia baba mkwe miaka mingapi? Hata alipokubaliwa miaka 7 aliona kama muda mchache. Sasa Mungu wewe msimamizi. Fungue hiyo. Jamani, tunaiona hii ni ishara ya alama. Anaweka alama kwa mchumba wake kwamba popote watakapomwona Agnes ni mali na mchumba wa nani? Wa Hagai. Kwa hiyo na mimi naiombea pete hii ya uchumba na kuitakasa kwa damu ya Yesu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya alama hii ya uchumba ambaye mtoto wako Hagai anaenda kuiweka kwa mchumba wake Agnes. Wote wawili ni watoto wako, walikuomba wewe umewaunganisha. Nami naibariki na kuikomboa pete hii kutoka kwenye kiwanda kilichotengeneza sonara iliyochonga mahali alipoinunua, na ikomboa kwa damu ya mwana kondoo. Anapoenda kuvishwa Agnes ni alama takatifu kama vile Rebeka alivyovikwa pete ya udhani na yule mtumwa wa Ibrahimu. Mungu, alama hii isilete madhara yoyote kwenye kidole cha Agnes, wala kisiwe kifungo cha ajabu, bali ikawe alama takatifu ya ishara ya upendo
na agano takatifu la ndoa ambalo watoto wako hao wanatarajia kuingia. Utukufu wako Mungu kasimame wakati wote wa uchumba. Watoto wako hawa wasipatwe na madhara yoyote, wala wasikengeushwe na maneno ya wanadamu, maneno ya watu, maneno ya mashetani. Utukufu wako Mungu kasimame, ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Nitoe wosia mchache tu, maana mengi nimehubiri, si ndio Wakati wa uchumba utasikia mengi. Watu wanaanza katia kwambia Agnes anatoka na fulani. Mengi sana. Wewe usiamini kila neno. Fuatilia mwenyewe. Tumewapa muda wa kuchunguzana. Wewe usiamini hata mtu wa karibu kabisa, ambaye wewe ndo unamwamini huyo. Adui anaweza akamchunia. Kwa hiyo kumbuka ni Mungu aliyokuunganisha naye. Chochote utakachoambiwa chunguza kwanza. Usiwe na haraka, paniki, kavunja uhusiano, baadaye ukaja kuyagundua yale mambo ni ya uongo kabisa. Mimi ninakumbuka binti moja alikuwa anachumbiwa, dada yake kabisa, mama moja baba moja, alimfuata yule kijana na kumwambia, wewe unamjua yule mdogo wangu anakojoa yule kabisa, nakwambia so story ya kutunga, ni kikojozi. Yule kijana alimwambia hivi, anakojoa kwa sababu yuko peke yake, mimi nitakuwa namwamsha. Ni dada kabisa wa binti. Bwana asifiwe sana. Kabisa hii situngi, niko madhabahuni. Mimi namjua. Alijibiwa hivi. Na yule kijana akasema, "Ipi wale ni ndugu kweli?" Kwa nini? Sasa bwana ananiletea maneno ya ajabu sana. Yaani kuna maneno ananiletea kweli kweli. Kwa hiyo unaweza kaniletea maneno na mtu wa karibu sana na Agnes. Usiamini, chunguza. Lakini mwambie Roho Mtakatifu kwamba wewe uliyeniambia huyu ndiye, nidhihirishie kama ndio hayo ninayoambiwa nayafanya. Amina. Ukifanya hivi utashinda maadui. Agnes, wakati wa uchumba ni wakati wako wa kumchunguza Hagai. Lakini watu wanaweza kaja kukupamba kwa maneno mengi sana. Wakati wote ambao hujachumbiwa na Hagai, inawezekana ulikuwa ukutani na watu maarufu. Saa hizi anaweza katokea kijana maarufu, mashuhuri, akitembea anatupa hela. Lazima uwe makini. Amina kabisa nakwambia. Yaani wanasema hivi, ukiwa na kazi kupata kazi nyingine rahisi kweli. Ukiwa una kazi kupata kazi ni ngumu kweli. Sasa umeshachumbiwa, watakuja wachunga wengi ambao mwingine atakuahidi hata kwenda kuishi Dubai. Kumbuka ni Mungu aliyekupa huyu. Kwa kuwa Mungu amekupa katika hali yoyote, yeye ana kusudi na nyinyi. Kwa mambo ya maisha haya, yeye Mungu atawainua sana. Ulipokutana na huyo mwenye kutembea kutema hela, kumbe ni pepo tu. Ni hela bandia. Kwa hiyo jilinde na maneno ya watu. Uwe makini na kila anayeinuka kipindi hiki cha kuchunguza. Watakuambia Hagai jana tumemwona usiku sana yuko na fulani. Usipambane mwenyewe. Hakikisha kwa utulivu kabisa, chunguza kwa utulivu kabisa. Kama ni kweli, Mungu atakudhihirisha. Kama ni uongo, utaujua uongo wote wa shetani. Hiki ni kipindi chenu, ni kama mtapimwa. Shetani atawapima. Kwa kuwa ni Mungu aliyewaunganisha, Mungu atakamilisha safari yake. Kwa hiyo muwe makini sana. Wakati mwingine unaweza kaambiwa na rafiki wa karibu wa Hagai, wa karibu sana, unaweza akapigwa huyu picha yuko na msichana, kumbe ni picha ya unaita ya AI wameunganisha tu. Unaona Hagai ndio mchumba wako. Una mchumba hapo. Lakini unaweza kaletea maneno mabaya kwamba watu sijui familia yao iko hivi na hivi. Mimi wakati naoa niliambiwa familia ninayooa haifai. Yaani waliniambia kitu kinatisha. Kama si Mungu ningemwacha. Niliambiwa kabisa familia ile ina 1 2 3. Nikamwambia mimi nimeokoka. Mimi ni familia ya Yesu. Ukoo wangu unaanzia kwa Ibrahimu. Kwa hiyo na yeye anapoingia huko, ukoo wetu unaanzia kule. Hayo mnayeniambia hayatatupata. Kwa hiyo utaambiwa maneno yoyote. Watakwambia maneno mengi. Wewe ukumbuka ni Mungu. Ulimwomba Mungu upewe mume. Mungu amekupa haja ya moyo wake. Pale Mungu anapounganisha kuna mambo makubwa mbele. Wakati Isaka anampata Rebeka, hakujua kwamba Rebeka atazaa
wafalme. Basi nimeshaiombea pete hii, naomba Agnes geukia huku, Esther simama nyuma yake, na wewe simama nyuma yake. Jamani, msije mkafikiri hao wasimamizi labda ni wachumba. Hao sio wachumba, yule ni mke wa mtu. Amina. Sema maana Esther ndo mume wake yule. Hii sio ndoa. Hii ni hao wanachagua rafiki yoyote. Huyu Agnes rafiki yake Esther. Kamwambia rafiki yangu Esther nisimamie. Huyu agae rafiki yake. Kamwambia na rafiki yangu nisimamie. Msije mkaanza kusema Esther ndo mume wake yule. Ni mume wa mtu. Ni mke wa mtu. Amina. Esther na mume wake. Huyu haja hapo muone tu maono. Huyu hajaona. Hapo maono wazi. Kwa hiyo wakati huu Agnes utainua kidole chako cha pete ya uchumba, ni kidole cha kushoto. Hagai utaangusha tena. Shika hapa na kuruhusu kushika. Yaani unashika leo tu, sio siku zote. Hapa ni kuonyesha. Haya, mbalishe kidole cha pili. Shangwe na vigelegele. Safi, geukia watu kule. Onyesha hicho kidole cha pete. Onyesha. Acha kidogo YouTube, huko. Imeshapendeza. Naomba wale ambao Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao tuna zawadi ya kuwapa wapendwa wao katika uchumba huu, na hiyo huwa inakuwa ya mchumba. Kama kuna zawadi mmeandaa na mchumba, sisemi kwamba wewe tusimpe, tuwape. Kwa hiyo naomba kikapu hapa, una 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, una milioni, una laki, itawasaidia maandalizi ya ndoa. Na unaona umependeza, maana yake kuna hela zimetoka hapa. Kuna gharama imetumika kuandaa huo uchumba. Kwa hiyo tuwatie moyo wakati mnakuja kucheza, kuja na zawadi yako, unaweka kwenye kikapu hapa, alafu unacheza naye, unawahagi, unaondoka. Situmie muda sana, sawa mje kwa mstari, sababu tumeacha viti pamebana. Kwa hiyo jamani, watoto wetu mkae kidogo kwa pembeni. Mwalimu kasahau watoto wake. Chezea harusi wewe. Weke baba juu. Ukija unaweka zawadi yako, unawashika mkono wote wanne. Amina. Unamshika msimamizi, unamshika mchumba, unashika mkono. Kama wewe ni binti unawahagi, sio dhambi. Kijana kuwahagi, lakini sio kijana wa kiume uhagi huko, hakuruhusu uhagi. Sawa na mabinti hivyo usio unakuja hapa ongea. Hataki kuongea. Huku unampa mkono tu. Mkumbatie binti mwenzako, sawa maana wakorofi waje, leta ukorofi hapa. Kwa hiyo naomba wimbo mzuri, tuje na zawadi zetu, tutaziweka hapa. Wewe unasema mimi nitaka niseme, hatusemagi leo tunawapa tu zawadi, tutasemaga siku hiyo. Amina. Karibuni, naomba wimbo mzuri. Mama
Shilo hawana dogo. Kweli tumemisi ndogo. Kweli watu wamemisi ndoa, wimbo wa kuwarudisha harusi watarajiwa. Mwanze nyinyi wa kiume kama mlivyokuja. Kanisa tusimame, tuweke viti pembeni, mama tu mali ya kurudi. Tutakuwa na maombi ya kuhitimisha. Wimbo naomba wimbo mwingine tumrudishe bibi harusi mtarajiwa. Njia hiyo hiyo muende, tunataka tuingie kwenye maombi. Watoto wetu wote muingie sasa huko. Mashemasi msaidie kutoa vitu kule. Tumshangilie Bwana. Naomba tuingie ndani tuhitimishe kwa maombi. Ingia ndani tuhitimishe.